viongozi wa CAF sio wa TFF na bodi ya ligi. Maamuzi ya CAF sio yale ya TFF na bodi ya ligi. Nini hapo? Dakika 2 wamerudisha ulimi puani, walichokisema jana sio cha kesho. CAF wanasimamia taratibu. CAF wanasimamia sheria. CAF wanasimamia mchakato. CAF ndio alionyeshwa uwanja wa Amani na Simba na TFF. CAF ndio alipelekwa uwanja wa Mkapa na Simba na TFF. Tafsiri yake ni kwamba baada ya kuonyesha venue wao wanakuja kukagua kufuata taratibu. CAF walionyeshwa Amani wakaukagua wakafuata taratibu. CAF wakapelekwa kwa Mkapa wakaukagua wakafuata taratibu. Lakini baada ya ukaguzi wa mwisho ukiondoa mechi ya Al-Masry ukabainika uwanja hauna vigezo na viwango. Baada ya hapo sisi tulikuwa tunaendelea na michakato ya ndani ya marekebisho ya uwanja. CAF ukaguzi wao uliishia hapo. Kutoa taarifa ya mechi inachezwa Amani ni kwa sababu hawana taarifa mpya nini kinaendelea Mkapa. Nani alipaswa kuambia CAF nini kinaendelea Mkapa? Ni Simba kwenye mechi yake dhidi ya bodi ya ligi. Lakini kwa nini Simba walitoa taarifa, Simba waliendelea kukatisha tiketi? Simba walikuwa wanafanya mawasiliano na serikali sio CAF. Taarifa ya serikali ya ukarabati ya uwanja wao kadhani ni taarifa ya CAF. Hii ni tabia ya kufanya kazi kwa mazoea. Na lazima waambiwe viongozi wa Simba walikuwa wanakatisha tiketi wakati uwanja haujafanyiwa ukaguzi. Wanakatisha tiketi uwanja haujafanyiwa ukaguzi kwa kudhani itatokea kama ile iliyotokea mwanzo. Serikali ndio ilifungia uwanja. Kwa bodi ya ligi TFF CAF walivyoambiwa wakaja kukagua. Sasa hivi CAF walikagua uwanja hauna vigezo. Wakati mnafanya ukarabati wao hawana taarifa, wana taarifa kwa sababu ukirejea taarifa ya CAF information background yao wanarejesha maamuzi yao yametokana na shida iliyotokana kwa Mkapa. Kwa hivyo wamependekeza mechi kachezwe Amani. Sasa nani anastahili kumwambia CAF sasa njoo uangalie uwanja? Kwa ratiba ipi, kwa muda upi? Ni Simba, bodi ya ligi na TFF. Lakini kinyume na hilo tunaishi kwa mazoea. Tunadhani CAF ni TFF. Mashabiki nani wanaandika comment, wanatukana, wanadhalau, unatumia waandishi sio kina Miki nani. CAF haiendeshi kwa pressure za watu. RS Berkane ni taasisi. Imeona zile comment mnafanya reaction wamefutoa comment. Sasa nyende yeye ni kuhangaika na posti wakati wao wanajiandaa kucheza mechi Zanzibar ndio uamuzi wa CAF. Page za CAF zimeposti uwanja Amani. Nani sasa anaweza kuhamisha uwanja wa Amani? Ilikuwa ni michakato ya ndani ya Simba kujaribu kufuata taratibu. Mashabiki unaposti unadhani unatengeneza pressure. Utengeneza pressure. Simba wa focus na mechi. Mechi inachezwa kiwanjani sio kwenye uwanja. Timu bora inaandaliwa kiwanjani sio kwenye uwanja. Icheze kwa ubora kiwanjani sio kwenye uwanja. Lakini pia kwani Amani ni wapi? Utofauti wa kucheza Amani kwa Mkapa uko katika maeneo mawili tu. Kwanza ni eneo moja. Idadi ya watu wanaoingia Amani tofauti na kwa Mkapa. Lakini nje ya Amani tuna mazingaombwe nje ya mpira ndio mbaya wanaochanganya watu. Nje ya mpira ndio wanaona tutafanyaje mambo yetu wanayajua wao watu wa mpira wetu. Lakini tukirudi ndani tunapenda mambo ya nje ya uwanja kuliko kutengeneza timu kushindana kiwanjani. Mechi ya RS Berkane ngumu. Tufocus na mechi. Viongozi wanapenda huruma ya mashabiki kuliko kuangalia uhalisia wa changamoto zao. Wanapenda huruma ya mashabiki kuliko kuangalia changamoto zao. Hawa Simba wamechelewa kusoma email ya taarifa za mabadiliko ya uwanja. Manake wako busy na maandalizi ya mechi, wameshindwa kusoma email kwa wakati. RS Berkane wamesoma email kwa wakati, wakakimbia kuandaa hoteli Zanzibar. Wao baada ya kuchelewa kusoma email wanataka kugeuza kama ni figisu. Ili figisu RS Berkane anataka kumfanyia Simba huko kwao au mfanyie huko kwetu. Yaani figisu zimesikia Simba mbona wanapokelewa vizuri tu. Kwa sababu wao wanajua kule Simba kwa RS Berkane wanaingia na mafua store. Na mafua store. Simba na RS Berkane kule wanaingia na mafua store. Kwa wala wahitaji Berkane kumfanyia hujuma Simba kumfunga akiwa kwao. Wanapewa muda, wameenda, wamekagua uwanja. Mbona hata mzee uwanja kufanya mazoezi? Wenzetu wanaandaa timu kucheza kiwanjani. Hawaandai timu na figisu. Kama unamfunga Berkane utaanzia kwao. Lakini ukitegemea kumfunga Berkane kwa hila. Berkane kacheza Mohamed Amloui dhidi ya Constantine mashabiki 40,000. Tofauti na Mkapa si mashabiki 20,000. Kafungwa goli 4 kwao kashinda goli 1. Berkane kacheza na Wydad mjini Casablanca. Wydad ikiwa na mashabiki wao wote kanyukwa.
Berkane unbeaten mechi 33. Berkane kocha wao Moon Shaban ana uzoefu mkubwa kuliko Fadman Davis. Ni kocha aliyepata mafanikio akiwa mdogo. Hapata kwa umri Fadman Davis anazidi mwaka mmoja. Kachukua CAF Champions League back to back mara mbili. Na Sportivo de Tunis watu wanajua. Berkane timu yao hii sasa ni bora kuliko timu zote za Berkane za huko nyuma. Ndio wamechukua kombe la Botora kwa mara ya kwanza toka mwaka 1930 timu hii imeanzishwa. Berkane ukiangalia katika mfumo wa timu ndio timu ambayo imefunga magoli mengi na wachezaji wake wengi kuanzia walinzi mpaka mafuadi kuliko hata baadhi ya washambuliaji wa timu zingine. Tafsiri yake ni kwamba unacheza na Berkane, jiandae kucheza na timu nzuri kiwanjani kwa uzuri kiwanjani. Mambo ya kuhisi umefanywa hujuma sijui kwa Mkapa, sio kwa nini Simba. Kama wanataka kucheza mechi kwa Mkapa, wafuate taratibu za kuomba uwanja. Lakini CAF wametumia taarifa zilizotolewa na Simba na TFF kutokupeleka mechi kwa Mkapa. Wakati serikali inahangaika na uwanja, sio CAF wanajua. Tulikuwa tunajua sisi na serikali na Msigwa. Wao hawajui. Ni wajibu wa sisi sasa kuwaambia jamani kwa moja mbili. Sasa wewe unahangaika kwa habari nyumba yako wakati bwana afya ukagua mwezi uliopita. Ili kupaipa sasa mpaka aje tena. Sasa CAF wametoa taarifa kupitia mechi ya Al-Masry. Na wamesema kumbe uwanja mvua zikinyesha. Sasa kama leo mnabini siku ya mechi mvua inyeshi, si nini? Sawa. Lakini muwaite mkague. Tuache kutafuta propaganda za nje ya uwanja, tuandae timu za kucheza viwanjani. Leo akili za Watanzania wote mechi kwa Mkapa, kwani kule hatuwezi kushinda. Hizo ni kama kipengele. Kuwaza mechi kushindia kwa Mkapa ni kipengele kwa Simba. Kwa nini kule ufikiri kushinda mechi? Kule tukafunga magoli machache, mkafunga magoli machache. Simba miaka ya nyuma finali ya zamani ile walitoa sare ugenini wakaja kufungiwa nyumbani. Halafu ukibundwa kule hata kuja hapa kuja kusinzia. Anakuja kujifunga kitambaa cha usoni. Tena ni bora Simba. Sio, ni bora Simba akafungwa kabisa kule hapa atarejea, sio mechi itoke kule ngumu. Hapa itaanza upya hapa. Wanasema watu mpira next opponent is always difficult opponent. Viongozi wa Simba waache mazoea ya mpira wetu na ligi yetu ya ndani. Kwa mfano sasa hivi taarifa ndio nayo, hata mechi ya tarehe 28 na Singida wanataka iahirishwe kwa sababu watatoka wamechoka kucheza finali tarehe 25. Unaona mpira wetu ulivyo. Ndio maana nataka kuwapanda kichwani CAF wetu kwamba sisi tukilalamika watatusikiliza. Mechi inakwenda kuchezwa amani. Watu wajiandae kwenda amani. Kama bwana mpaka sasa bado tiketi zinaendelea kukatwa. Bado wana imani kwamba huenda mechi ikarudishwa pale kwa Mkapa. Hii ipo kweli inaweza kurudishwa au ndio tayari imeshapitishwa? Simba wamezoea kudhulumu mashabiki wao. Siku mechi zishawahi kuchezwa hazina mashabiki, fedha wazirudishi. Na wala hakuna mechi nyingine, mchezo mwingine unatangaza watu waingie bure. Sasa kuendelea kukata tickets na kuendelea kutangaza tickets wakati venue inajulikana iliyopangwa iko mbali, na kwa kudhani kwamba hapa katikati mtapambana, mambo yakiharibika sio wataombea wapi radhi mashabiki. Na hii vurugu ya kuona mnapata game hapa Mkapa ndio tunawaandaa vizuri sana RS Berkane kutushughulikia sisi kila eneo tunaokutana nao. Sio kitu kizuri na ni kitu ambacho mimi nadhani tu focus kwenye kuangalia timu zetu bora. Haya mambo haya ya kuamini nje ya uwanja haya kwa Mkapa hatoki mtu. Kwa mechi zipi? Mechi ni finali. Ukibundwa Casablanca hapa mnakuja kucheza finali mpya. Tena sio goli moja, hata ukifunga goli moja kazi unayo. Sio kwamba kagoli kamoja utakuja upendeza kwa utakuja kusinzia hapa wale. Kama ukifunga goli chache ndio anajianzia. Kama mtego wa nyuki. Wanaamini ile neno la hatoki mtu kwa Mkapa, wanaamini sana ndio maana hiyo wanapigania haki yao. Tungekuwa na mabingwa wa Afrika. Tungekuwa mabingwa wa Afrika kama hatoki mtu. Sisi mechi za pressure kama finali ndio wachezaji wetu hawawezi. Hizi mechi za kama wanasema wachezaji wakubwa kwenye mechi kubwa. Hatuna wachezaji wakubwa kwenye mechi kubwa. Tusirahisishe vitu. Mechi ni ngumu, lugha zimeanza kubadilika kwa watu wanaojua mpira. Mechi ni ngumu kwa lugha. Berkane ni timu nzuri, Simba ni timu nzuri, lakini Berkane wazuri zaidi. Sasa mechi ni ngumu. Bwana, katika hili kuna ambao wamemtupia lawama engineer X Saidi kwamba pengine anahusika katika hili. Hii wanaosema maneno hayo ya kupo vipi kwa upande wako? Hersi ni mwenyekiti wa vilabu Afrika. Sio mwenyekiti wa shirikisho la Afrika. Mashindano ya shirikisho, mashindano ni ya CAF. Yeye ni mwenyekiti wa vilabu. Sasa la CAF na wapi? Hersi ni mwenyekiti wa vilabu, sio mwenyekiti wa shirikisho. Mlaumu. Na unamlaumu vipi sasa? Anasema penda ni fikisu za Yanga ndio zinasababisha wahamishwe wapelekwe kule. Yanga wanahusiana na mechi.
Yaani unapigana adui wako na mtafuta adui wako wa zamani ndio wapambana naye. Simba wanapambana na Berkane. Wakoendelee kukomana Berkane. Wala wapambane na Hersi. Wana Hersi anaingiaje hapa? Kwanza Hersi wasema wamtambui baadhi ya mashabiki wa Simba. Sasa Hersi anaingia kufanya nini? Hersi hawezi kuingia hapo. Hersi mwenyekiti wa vilabu, sio mwenyekiti wa shirikisho. Wamwambie Mosepe kama ambavyo Magoli amesimama na mlaumu Mosepe, na nimesema kwamba yule kwa kauli zake za tuma anaweza akafungiwa mihemko. Hasa kiongozi kwa na mihemko, mashabiki watakuwaje? Ndio maana wameacha kufocus kwenye mechi, sasa hivi wana focus kwenye mihemko. Iko hivyo.